na masuala mbalimbali ambayo Rais William Ruto atakuwa anatarajiwa kuyazungumza adhuhuri ya leo. Ni siku ambayo ni ya umuhimu hapa katika taifa letu la Kenya, ambapo kwa mara ya 4 tangu Rais Ruto kuchukua ushukani anatarajiwa kuhutubia ama kuzungumza, kutoa hotuba yake katika bunge la Seneti na lile la bunge la kitaifa. Na kama Wakenya wengine kote nchini wanatarajia kusikia ni yapi ambayo pengine atatiliwa mkazo, ni yapi ambayo atapewa kipaumbele. Na vile hapa mji wa Kikuyu, wakazi vile wanatarajia kusikia semi zake Rais Ruto. Na bila kupoteza muda nizungumze na mmoja ambaye tumeungana naye. Pengine unieleze, ukianzia kwa jina, ni lipi ambalo unatarajia siku ya leo, ama ni semi zipi ambazo unatarajia Rais Ruto atasema siku ya leo? Kwa majina yangu naitwa Kiathe Kionyo kutoka Kikuyu, na tunangojea kwa hamu na gamu hisia za president wetu ambaye atasema machache kuhusu the state of a nation of this year. Na matarajio yetu makubwa ni ya juu ya kwamba bado tuko katika ile shimo ambao tumekuwa ndani yake. Wakenya walikuwa kitata sana mambo ya capitation, na hili jambo kila mahali wazazi wote wanateta juu ya capitation. Kuanzia mwaka ujao January, tumejua ya kwamba watoto wote ambao ni day scholars watazidi kulipa karo more than 20,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ni lazima ajue ya kwamba mashinda ambao wazazi wengi wako nao ni mambo ya shule. Namba ya pili ni kwamba hali ya afya katika wananchi wa Kenya imezidi kudhoofika. Nataka tangaza ya kwamba hii ugonjwa wa saratani ama ugonjwa wa kansa iwe ni national disaster. Manake ugonjwa wa kansa kwa sasa hivi inaua zaidi ya watu wengi zaidi kushinda hata ugonjwa wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo badilisha hii mambo ya system ya SHA, ndio watu waanze kulalamika kwamba mtu akigojeka hata akiingia katika hospitali kama akona bili ya 1 million analipiwa laki 100 peke yake. Tunataka ya kwamba magonjwa kama saratani iwe ni ugonjwa ambao serikali italipia 100%. Kwa sababu ni ugonjwa ambao inaua zaidi. Ukianzia kwa jina, pengine wewe kama wakili, unatarajia ni lipi ambalo rais atazungumzia katika utawala wa kisheria na uwajibikaji hasa wa kisheria? Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Julius Njoroge, mkazi wa hapa Kikuyu, na nimeona ya kwamba serikali ya Rais William Ruto inakashifiwa kuzikandamiza haki za kibinadamu, kwamba kuna tetezi ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweza kupoteza maisha yao kwa njia ambazo zisizo halali. Ukiangalia mambo kama ya kuzingatia zile sheria, mambo kama ufisadi inaendelea kutiwa lawama na zile sekta ambazo ama zile organs ambazo zinachunguza mambo ya ufisadi. Nikiangalia mambo ya regional integration, pia hapo kuna tashwishwi, kwa sababu unasikia kila siku wa Kenya wametekwa nyara kule Tanzania, kule nchi jirani kama Uganda. Kuna wale wa Kenya wawili ambao waliweza kutekwa nyara kwa siku zaidi ya mwezi mmoja. Ukiangalia mambo ya uwiano kati ya Kenya na Tanzania bado uko chini, na ningetaka rais azungumzie kuhusu hayo. Ningetaka pia kusikia mambo ya infrastructural development ambayo rais anapea kipaumbele. Kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kukomaa kwa sababu ya ukosefu wa fedha, na hizi pesa tunasikia zinaweza kwenda mifukoni ya watu. Ameweza kukopa pesa mingi sana, zaidi ya trilioni 12, lakini tukiangalia mambo mengi hajaweza kutimizwa. Pengine kama wewe kama mkazi wa hapa Kikuyu, unatarajia nini katika hotuba yake rais siku ya leo? Natarajia ile kitu atasema yale mambo ambayo ametenda, na yeye hajakamilisha atakuja kukamilisha. Pengine ikiwa ni mambo ya gharama ya maisha imekuwa juu, wa masomo, kuna vile vijana ambao alikuwa ameahidi kuna ajira za vijana. Mnaona kama ametekeleza hayo, ama mnatarajia hayo ni mambo ambayo atatilia kipaumbele katika hotuba yake siku ya leo? Hiyo ndio atatilia kipaumbele katika siku ya mbele. Kama watoto kuwapeleka kazi, masomo vile sasa imeenda juu. Hakuna wazazi hata hawana fees, wanafukuzwa shule, hata hao wa university bado wako na shida. Na mambo tena ya gharama ya maisha, tunatarajia ili at least tuko down kidogo.
Na pengine kama wafanyabiashara mnaona kana kwamba kodi ambazo zinatolewa zinafanyishwa kazi ambayo inastahili ama kunaendeleaje, na pengine hilo ni bado swala ambalo ataweka kwa hotuba yake? Hata hiyo anaweza kutilia maanani, kwa sababu hata biashara imekuwa mbaya sana. Unakuta mtu ametokelezea kwa biashara, hata ni kufunga wanafunga, kwa sababu maisha imekuwa iko juu sana. Ni matarajio ambayo yamebeba uzito wa maisha ya kila Mkenya. Sasa macho yote yakielekezwa kwenye bunge la kitaifa na lile la seneti ifikapo mida ya dhuhuri, ambapo mtukufu Rais Ruto atakuwa anahutubia bunge ili kutoa mustakabali wa taifa. Iwapo hauna la ziada, narudisha kwako studioni kutoka hapa Kikuyu, mji wa Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Jina ni Kimakuchege.